Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Bado tunakujuza mengi yanayojiri ulimwenguni, lakini wakati huu tunatazama siasa za Afrika ya Mashariki baada ya kuzuiwa kwa baadhi ya viongozi na wanasheria kutoka nchini Kenya. Chama cha Mapinduzi kinasema kwamba Tanzania haiwezi kushinikizwa juu ya kufanya maamuzi yake ambayo ni kwa maslahi ya taifa lake. Kauli hii imetolewa na katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo ya Chama cha Mapinduzi Amos Makalla, ambaye amesema kuhusu yanaendelea mitandaoni, ambapo kuzuiwa mwanaharakati Martha Karua wa nchini Kenya na wenzake kuingia nchini, akisema hawawezi kulazimishwa kwa kuwa Tanzania ni nchi huru yenye dola kamili na mamlaka kamili, haiwezi kuruhusu hilo kwa shinikizo. Amesisitiza kuwa hakuna sheria yoyote duniani inaweza kulishinikiza taifa huru likiwemo taifa la Tanzania kwamba washinikize mtu fulani apokelewe. Akizungumza na wananchi wa mji wa Kator huko Geita katika mkutano wa hadhara wakati akiendelea na ziara yake ya siku 7, Makalla amesema watu wote wenye hila na milango ya uchochezi ya kuwagawa Tanzania hawana nafasi katika taifa la Tanzania. Hata hili nafikiri nilisemea hapa. Kwenye mitandao ya kijamii tunaona sijui mwanaharakati Martha Karua wamezuiwa uwanja wa ndege, walikuwa wanakuja kwenye kesi ya Tundu Lissu. Nataka niseme Tanzania ni nchi huru, ni dola iliyokamilika yenye uwezo wa kuruhusu au kutoruhusu mgeni yoyote kuingia Tanzania, anasema. Makalla amesema hawawezi kulazimishwa kwa kuwa Tanzania ni nchi huru ambayo ina dola kamili na yenye mamlaka kamili, na haiwezi kuruhusu hilo kwa shinikizo kwamba tunaomba huyu asiruhusiwe ama aruhusiwe kuingia Tanzania. Makalla amesema hakuna sheria yoyote duniani inayoweza kulishinikiza taifa huru likiwemo la Tanzania kwamba washinikize mtu fulani apokelewe. Kadhalika amesema idara ya uhamiaji inayo mamlaka ya kuruhusu au kutoruhusu mtu wa kigeni kuingia nchini kwa sababu wanazingatia sheria na kanuni. Tumeshtukia yeye ni mwanaharakati, wanarekodi Kenya hazijafutwa. Tanzania ni nchi salama na ya mfano. Uhusiano wetu na Kenya ni wa kihistoria. Tutaendelea kushirikiana na Wakenya na si kwa sababu ya Martha Karua. Mahusiano yetu ni mazuri kuliko wakati wowote. Sisi ni ndugu, anasema Amos Makalla, ambaye ni katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo kupitia Chama cha Mapinduzi. Mtazamaji wa The World News, katika mitandao mbalimbali ya kijamii kumekuwa na maswali mbalimbali juu ya kuzuiliwa kwa wanaharakati hao kutoka nchini Kenya, ambapo walikuja kwa ajili ya kuhudhuria kesi ya Tundu Antipas Lissu, lakini pia kutokana na kauli ambazo zimetolewa na Rais Samia Suluhu Hassan juu ya kuwataka watu kuheshimu sheria, lakini pia kuhakikisha wanafuata masuala ya msingi ambayo hayawezi kuleta taharuki katika jamii ya Kitanzania. Kumekuwa na mambo mengi yanayoendelea huko mitandaoni, huku baadhi ya Wakenya wakienda hadi katika ubalozi wa Tanzania nchini humo kuona namna gani wale wote walioambatana na Martha Karua ambao bado wanadaiwa kwamba walishikiliwa nchini Tanzania waachiliwe. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutaendelea kukujuza mambo mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.